Sasa tunataka kutoa mwili hapa, ulete hapa kwa nyumba yake na itakuwa vizuri. Lakini kabla tufanye hivyo, kwanza tutaomba. Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako nyingi ambaye umetupatia siku ya leo. Na tunakushukuru kwa sababu umetuita na mwito wa kuja katika kikao hiki ndio tuwe faraja kwa familia ya marehemu PPO, kwa wale walio weza kuachwa akiwa ni Madam Joyce, Daktari Nyawira, Captain Mudhoni, Siku pamoja na Mugo na wajukuu ambaye ni Kana na Kadi na PPO Junior. Na tunakuomba katika neema na wema wako wa mbinguni ukazidi kuendelea kutusaidia ili huduma tutakaofanya siku ya leo kaweza kuleta sifa na utukufu kwako, na tukaweza kumpatia mtumishi wako Senior Apologies Return PPO heshima inao mstahili, kama vile umesema katika Biblia ya kwamba ni vizuri kuwa tunafanya ibada za mazizi za wale ambao wamelala wafu, kwa sababu jambo hilo linaonyesha heshima ya vile tulivyokuwa tunawapenda na vile tulivyokuwa tunawaheshimu. Kwa wakati huu Mungu Baba, tajikabidhi mikononi mwako, tunakaribisha uwepo wa Roho wako Mtakatifu ili lolote tukalokuwa tunakifanya liweze kutukuza jina lako, nasi tuweze kubarikiwa, familia ifarijiwe, iweze kuwekwa nguvu, na tuzidi kuendelea kuona wiki wa rehema na neema yako na upendo wako ukizidi kuendelea kuonekana kwetu. Basi tembea nasi kwa sababu tumembali na tumeweza kupokea uwepo wako katika kikao hiki, pamoja na Roho wako Mtakatifu na malaika wanaotuhudumia katika wakati huu. Kwa kushukuru kwa sababu ya umati wa watu ambao wamekuja kwa wingi, kwa sababu ya mpenzi walio nao na mpendwa wetu. Tuomba Mungu Baba, unapoendelea pamoja nasi ukakumbuka kila mmoja wetu kwa njia itakayoleta utukufu na sifa kwako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sasa hii heshima nafikiria bado ni ya Napo Msau Maramai, na wao kwa heshima tukuje tutoe mwili wa mpendo wetu Senior Apologies Return PPO ili tuweze kuendelea na ibada. Salama moyoni, ni salama moyoni mwangu. Maiki pale. Salama moyoni.
kwa sababu ya ibada ya leo, na tunaomba wale ambao tumesimama tuketi, wale ambao wanaweza kuwa na nafasi ya kuketi, na tuendelea kushukuru Mungu Baba aliyeweza kutujalia neema yake na kutupatia siku njema ndio tukuja katika kikao hiki kwa sababu ya huduma ambaye Mungu Baba ametupatia. Na ni vizuri tujue, nimesikia rafiki yangu amesema tunajifanya, sio kujifanya. Nimekusikiza vizuri, sio kujifanya. Nimesikia nikiwa pale nimesikia ukisema na sio kujifanya, tunajifanya kuwa ya kwamba tuko kanisa. Hii ni kanisa la GDTM ambaye kwa neema ya Bwana mtumishi ambaye tumempatia kitengo kikubwa cha kuwa senior apologist katika kanisa hiyo, kwa sababu alikuwa mmoja wa wale ambao wanatetea imani ya Kristo kwa njia nzuri, njia ajabu. Na hiyo ndio heshima ambayo tumeleta katika kikao hiki, tukiwa na upendo mkubwa kwa sababu ya ile neema ambayo tumepewa katika huduma hiyo. Kwa hivyo ni kanisa la God Deliverance Teaching Ministries, na sisi hatuna shida na dini. Tuna bishop hapa kutoka kanisa ya Victory Church, tuko pamoja naye pale. Ni wasirika na si wasirika, ni wachungaji wa Anglican, na huyo ni Mgorino na ni mchungaji wa Mgorino. Kwa hivyo hii ibada tuliyo nayo hapa vizuri tuelewe kwamba ni an ecumenical service. Hii ni ecumenical service ambayo tuko naye hapa kwa sababu BPO ambaye inaita Senior Apologist Retired BPO alikuwa ecumenical. Hakuwa anaonea watu kwa vile mtu anaangalia kwa nje. Iwe kanisa ni kubwa iwe ni dogo, alikuwa na heshima yale mafuta yaliyoko pale, na alikuwa na heshima kubwa na kubwa kabisa. Pia naona mchungaji mwingine aliye pale atakuja pande hii, sababu hii ibada ni ecumenical. Ni vile tu ni sisi tunaongoza katika huduma na neema ya Bwana. Na kwa sasa yule aliyebeba mafuta ya kuongoza kwa nafasi ya kwanza si mwingine lakini ni Pastor Lydia, ambaye ni mmoja wa pastors ambao tuko nao katika kanisa la GDTM. So karibu sana Pastor Lydia, utuongoze.